Habarini wadau wangu wa bima, karibuni Bima Tips. Mimi ni dada wa bima, naitwa Happiness. Leo kwenye Bima Tips ninataka kuelezea kitu kimoja tu. Kwa nini bima? Nitaonyesha kitu kimoja ambacho kitaelezea scenario nzima ya kwa nini uwe na bima. Watu wengi tunautambua huu kama mwamvuli. Kwa nini leo dada wa bima nimeonyesha mwamvuli? Sasa nikakuelezea kwa nini nimekuonyesha mwamvuli huu. Leo kwenye Bima Tips tutaongelea kuhusu mwamvuli. Watu wengi tunafahamu mwamvuli kama kifaa ambacho tunakitumia pale endapo mvua inanyesha au unajua kali, unakuta watu wamejifunika miamvuli. Mwamvuli huwezi kujifunika ikiwa tayari umenyeshewa na mvua, lakini huwa unajifunika kabla kunyeshewa na mvua. Vivyo ilivyo bima sasa hivi kwenye maisha yako. Bima haukati pale ambapo umeshapata ajali, na bima hauwezi kukata pale ambapo umeshaanza kuumwa, umelazwa hospitali, unaangalia kukata bima. Bima haikatwi aina hiyo. Bima inakatwa kabla ya kuumwa na bima inakatwa kabla ya ajali, ili pale endapo utapata ajali au utapata magonjwa, bima itakuwa hapo kukulinda. Vivyo ilivyo mwamvuli unakulinda kwenye jua, kwenye mvua, ndivyo bima inavyokulinda. Bima ya maisha, bima ya afya, bima ya vyombo vya moto, bima ya kilimo, bima ya mifugo. Kwa nini usinunue bima yako leo ikulinde kwa ajili ya majanga yatakao kutokea kesho? Kwa nini usiwekeze kwenye bima leo ambayo itakulinda pale ambapo utapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa, kifo au hasara itakayojitokeza kwenye biashara yako? Karibu Bima Tips kwa ajili ya kurahisishiwa bima yako. Dada wa bima, niko hapa kukurahisishia sana kuhusu bima. Nunua bima leo kama ulivyonunua mwamvuli leo. Ukinunua mwamvuli, sasa umenunua bima. Bima ni mwamvuli, unakulinda kote kote. Karibuni Bima.